Naam, habari gani mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Msizo TV. Karibu kwenye matangazo ya leo asubuhi ya Jumatatu tarehe 22 mwezi Juni mwaka 2026, na tumaini wewe ni mzima wa afya, na kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza na kuomba bonyeza alama ya subscribe hapo, utakuwa umenisaidia vya kutosha sana. Naam, na habari zetu tukianzia kwenye milima mirefu, na habari jana zilikuwa habari nyingi, na tunaanza na habari za jana. Ni kuwa na habari za kuaminika zilizokusanywa na Msizo TV kutoka maeneo mbalimbali ya Minembwe zinaeleza kwa kundi la MRDP Twirwaneho lilifanikiwa kudhibiti kikamilifu eneo la Gakenke, moja maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na udhibiti wa maeneo ya mashariki mwa kituo cha Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gakenke ni eneo muhimu kutokana na nafasi yake ya kimkakati na mchango wake katika kudhibiti njia zinazounganisha sehemu mbalimbali za Minembwe. Kutwaliwa kwa eneo hilo na MRDP Twirwaneho kunachukuliwa kuwa hatua kubwa katika mabadiliko ya mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu katika eneo la Mulenge. Minembwe ni moja ya maeneo makubwa ya Mulenge yanayokaliwa na kwa kiasi kikubwa cha jamii la Wanyamulenge. Eneo hilo liko katikati ya milima mirefu ya Kivu Kusini na lina historia pekee ya changamoto za usalama ambazo zimekuwa zikikumba mashariki mwa DRC kwa miaka mingi. Taarifa kutoka maeneo ya mapigano zinaeleza kuwa MRDP Twirwaneho ilisukuma nyuma muungano wa majeshi ya serikali ya DRC iliyokuwa ikijumuisha FARDC, wanajeshi wa Burundi, makundi ya Kimaimai na wapiganaji wa FDLR ambao walikuwa na ngome katika maeneo mbalimbali ya Gakenke ikiwemo Bahindagiri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wananchi na vyanzo vya usalama, baada ya mapigano makali yaliyochukua saa nyingi, muungano huo wa majeshi ya FARDC lazima kurudi nyuma kwa haraka, na baadhi yao walikimbilia mlima, wengine wakaelekea huko Poiziro baada ya kusukuma nyuma na vikosi vya MRDP Twirwaneho hadi maeneo ya Nyaruhinga na msitu wa Mukoko. Wachambuzi wanaofuatilia hali ya Minembwe wanaamini kuwa udhibiti wa Gakenke unaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa mapigano katika eneo hilo, hasa kwa vikosi vilivyokuwa na ngome hapo awali. Kutwaliwa kwa Gakenke kunafuatia madai ya ushindi mwingine mkubwa unaoripotiwa wiki hii, ambapo MRDP Twirwaneho ilidaiwa kuchukua kikamilifu ngome za muungano wa FARDC na washirika wake katika maeneo ya Lundu, Bidegu, Kalingi, Kitavi na maeneo mengine. Katika mapigano hayo, taarifa kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo zinaeleza kuwa wanajeshi wengi walirudi nyuma kuelekea Mtunda, Bichumbi na Poiziro, huku MRDP Twirwaneho ikiendelea kupanua maeneo inayoadhibiti. Inaeleza kuwa kuendelea kwa upanuzi huo kunaweza kubadilisha hali ya usalama katika Minembwe na maeneo yanayozunguka, hasa wakati wa mapigano kati ya pande zinazokinzana yanaendelea kuongezeka. Na katika sehemu nyingine za Mulenge, wananchi wengi wa Nyamulenge wanaona kutwaliwa kwa Gakenke kama ishara kwamba MRDP Twirwaneho inaendelea kuimarisha na kupanua maeneo chini ya udhibiti wake. Baadhi ya watu wanaamini ushindi huo una maana zaidi ya kijeshi pekee, kwani unaonekana kurejesha matumaini kwa wananchi ambao kwa miaka mingi wamekabiliwa na ukosefu wa usalama, kuhama makazi yao na kupoteza mali zao. Na tangu mwaka wa 2017 eneo la Mulenge limekuwa likishuhudia mapigano na migogoro katika makundi mbalimbali yenye silaha katika Kivu Kusini. Mapigano hayo yamesababisha matatizo makubwa, ikiwemo kuhama kwa wananchi, kuchomoka kwa nyumba, kupotea kwa mifugo na madhara mengine makubwa kwa maisha ya wakazi. Na wananchi wengi wanasema mifugo yao imeporwa katika miaka ya machafuko, jambo ambalo limeathiri sana uchumi na familia nyingi za eneo hilo ambalo lilikuwa kitegemea kiasi kikubwa wafugaji. Na hadi sasa na wakati huu taarifa ikiandikwa habari kutoka Gakenke zinaeleza kwa MRDP Twirwaneho ndio ilikuwa ikidhibiti eneo hilo, huko muungano wa FARDC na washirika wake wakiendelea kurudi nyuma. Na hata hivyo bado kunasubiriwa taarifa za kina kuhusu hali halisi na nafasi mpya za kijeshi za pande zote mbili, na wakati wa eneo hilo linaendelea kufuatilia kwa ukaribu mabadiliko yanayoendelea kwenye uwanja wa vita. Na Msizo TV imeahidi kuendelea kufuatilia na kuletea taarifa za kuaminika kuhusu hali ya usalama na maendeleo ya operations za kijeshi katika Minembwe na mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukiona chapisho lililotolewa na Murage TV jana na masaa ya saa 8
Alhasiri inasema kuwa habari zilizotolewa na Radio Mlage zinasema kuwa wanajeshi wa Burundi wanaendelea kushambulia maeneo mbalimbali ya eneo la Rutigita linaloitwa Rukomera pamoja na eneo la Kivumu linaloitwa Ilurungu bado linaendelea kushuhudia mapigano makali tangu asubuhi ya jana, huku pande zote zikiendelea kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya mapigano makubwa na mapigano makali aliendelea katika maeneo ya Gakenke jana na huku muungano wa vikosi vya FARDC FDLR na FNB jeshi la Burundi unapambana na wapiganaji wa MRDP Twigano walikuwa kipambana hapo jana. Kufikia wakati wa kuandika kwa habari hii, vikosi vya FARDC FDLR na FNB walikuwa vimeanza kurudishwa nyuma katika baadhi ya maeneo, na katika eneo la Mkoko hali ya utulivu jana ilikuwa imerudi, na lakini tahadhari ilikuwa ikiendelea kuchukuliwa na chanzo ukisema kwamba wanajeshi wa Burundi pamoja na wapiganaji wa FDLR wanadaiwa kuendelea kuwafuatilia na kuwatafuta watu waliotoroka katika maeneo ya Minembwe. Na hapo hii taarifa ilitoa na Murage ilikuwa bado MRDP haijachukua Gakeke kiujumla, yani ichukue control nzima. Jana kulikuwa kivumbi. Jana nilikuwa nikiwaandikia habari, nilikuwa mapigano yalikuwa bado hajaanza asubuhi. Mapigano alianza kitu saa 8 hivi, ndio mapigano yalianza vizuri, na inasemekana kuwa MRDP Twigano imedhibiti Gakeke. Hilo ni jambo la kheri sana. Na tuingia misisi mkuu jana, shefu wawili wa kizalendo walikuwa wanapigania mtu, na mmoja alikuwa upande wa Motar na mwingine alikuwa akitaka Motar amchukue bila malipo kama kawaida wa Mai Mai, na ni watu wanaendelea kusababisha usalama mdogo. Ni watu wanatumia, watu hawajawahi upata formation. Ni ngumu sana kwa dhibiti, ngumu sana kwa controle. Ndio maana wanafanya vitu kama tu waasi, wanafanya vitu kama waasi tu Na tukielekea kwa Luberizi ni kuwa Luberizi jana, wakazi wa maeneo ya Nyamugali na Sango walikutana Jumapili ya jana katika kituo cha Luberizi kwa mkutano wa kwanza wa wananchi ulioongozwa na mkuu wa Groupement Lameke Bazire. Mkutano huu ulijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na usalama, utawala wa maeneo na kilimo na ushiriki wa wananchi. Na katika hotuba yake mkuu wa Groupement huyo alisisitiza kuwa usalama ni jukumu la kila mtu. Aliwahimiza wananchi kuwa macho na kushirikiana na viongozi wa maeneo ili kuzuia vitisho vyovyote. Pia alikumbusha kuwa migogoro na tofauti za wananchi zinapaswa kwanza kufikishwa kwa viongozi wa vijiji na mkuu wa Groupement kabla ya kupelekwa katika ngazi za juu. Na alisisitiza kwamba pia umuhimu wa kujiheshimu. Siku ya Salongo, kazi ya maendeleo ya jamii, hiyo ndio wanaita Salongo, na akiita wajibu wa raia. Aidha aliwataka wakulima na watu wa huduma za kilimo kukubaliana kuhusu viwango vya haki vya malipo ya kazi hizi za mashambani. Na rais wa vijana Taki Ruhanuka Shandrake aliomba mamlaka za eneo kuandaa operation ya ukaguzi ili kutafuta mali za jamii zilizopotea. Pia alizungumzia hali ya radio ya jamii ya Luberizi, akisema baadhi ya vifaa vilivyochukuliwa na viongozi wa zamani vinapaswa kurejeshwa ili radio ianze tena kufanya kazi. Na katika upande wa usalama, washirika kadhaa walitoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa waangalifu dhidi ya hatari ya kuingiliwa na makundi yenye silaha au ni wazalendo, na kutoa taarifa zozote muhimu kwa mamlaka husika. Na akizungumza na kwa niaba ya wazalendo wa Kopade, General Mopara Ngalulira, huyo sasa ni mkoa wa Mai Mai, anaitwa Mopara, ndo anakaa hapo sehemu za Luberizi. Alihimiza wananchi kuimarisha ushirikiano na wa Mai Mai na FARDC pamoja na FDLR ili kulinda utulivu wa Luberizi, na kwa kushirikisha wananchi hiyo wakishirikiana na FDLR. Sasa ni ulinzi gani watafanya? Territory ya Uvira na maeneo ya Haut Plateau pia aliomba kufanyika kwa kampeni za kuhamasisha katika mitaa mbalimbali ili kuendeleza maadili ya uzalendo pia na uraia. Kwa upande wake Lukogo Mamadou T3 wa Kopade aliwataka wananchi kutounga mkono makundi ya waasi na kushiriki kikamilifu katika kulinda jamii. Sasa alikuwa anakiwaomba wananchi kutounga mkono makundi ya waasi, na wakati wa Maima ni waasi wenyewe. Yaani inashangaza. Na pia aliwahimiza raia wa Burundi wanaoishi katika Groupement ya Luberizi hiyo ila bila nyaraka, yani bila dokumenti. Raia wa Burundi wanaoishi katika Groupement hiyo pia aliwaomba kujisajili kwa viongozi wa eneo ili kurahisisha utambuzi wao na kuimarisha usalama. Na akifunga mkutano huo jana, mkuu wa Groupement Lameke Bazire aliwataka wananchi wote kuwa watendaji
wa mamlaka iwapo silaha na risasi au hali yoyote hatari kwa wananchi itagunduliwa. Mkutano huu wa kwanza wa wananchi uliwezesha viongozi wa eneo, wakilishi wa vijana na wa Mai na wananchi kujadili changamoto kuu za wakati huu, kuthibitisha tena dhamira yao ya kudumisha amani, usalama na maendeleo ya Groupement Luberizi. Kumbuka kwa Groupement Luberizi iko mu province ya Sud Kivu, territoire d'Uvira, na karibiana na Bwegera, yani kwa katikati ya Bwegera na Mutarule. Watu waliwahi tembea hiyo sehemu wanajua hiyo sehemu ya Luberizi. Ukitoka Kamanyola unaingia Katogota ukitoka Katogota unaingia Luvungi kutoka Luvungi unaingia Bwegera ndo unaingia Kitemesho ndo unaingia Luberizi. Asante chini.